Naitwa David Munkyala, ni mkurugenzi bodi ya maji bonde la Rufiji. Kwanza niseme tu bodi ya maji bonde la Rufiji inatekeleza mradi ambao unaitwa NBS Usangu kwa kifupi. Mradi huu kwa kweli ni moja ya mikakati ya bodi ya maji bonde la Rufiji kuhakikisha kwamba tunapata maji ya uhakika na vyanzo vinatunzwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Kama mnavyofahamu, bonde la Rufiji ni bonde la kimkakati, na sisi tumelipa heshima hiyo kwamba ni bonde la kimkakati kwa sababu ya shughuli zake na umuhimu wake katika uchumi wa taifa. Kwanza linachangia pato la taifa asilimia 15 mpaka 18 ya pato la taifa kwa maana ya shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kuna asilimia karibu 62 ya mazao ya chai yanapatikana katika eneo la bonde la Rufiji. Asilimia 40 ya sukari za nchi hii inapatikana katika bonde la Rufiji. Kuna miradi mikubwa ya umeme Mtera, Kidatu, Kihansi pamoja na Julius Nyerere. Zote hizi zinapatikana katika bonde la Rufiji, ambapo ukijumlisha megawatt zake ni zaidi ya megawatt 2500. Zote hizi zipo katika bonde la Rufiji. Lakini pia eneo la utalii, ukiangalia hifadhi za taifa za Udzungwa, Ruaha National Park, Nyerere pamoja na zingine zote zipo kwenye bonde la Rufiji. Lakini pia upande wa game reserves, wa mapori ya akiba, Mpanga Kipengele, Selu, Rungwa, zote pia zipo katika. Kwa hiyo hili ni bonde la kimkakati kwa maana ya uchumi wa nchi. Sasa upo katika bonde la kimkakati la namna hii, huwezi ukategemea bajeti tu peke yake. Ni lazima, kwa maana ya mapato ya ndani, ni lazima pia mjipambanue kutafuta miradi mbalimbali ya uwekezaji ili shughuli mbalimbali ziweze kwenda. Eneo hili lina changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Linapokea mvua kidogo kati ya milimita 400 hadi 1000 kwa mwaka. Kwa hiyo takwimu za kitaalamu zinaonyesha kwamba ni eneo ambalo kwa kweli linaathirika sana na ukame, lakini pia ni eneo muhimu sana kwa kilimo, hasa kilimo cha mpunga. Linategemewa na nchi, lakini linategemewa na mkoa wa Mbeya katika uzalishaji wa mazao. Kwa tunapokuwa na shughuli hizi za uimarishaji wa mitiririko ya maji, sio tu kwamba tunasaidia sekta za umeme pamoja na sekta ya utalii, kwa sababu pia eneo hili ni sehemu pia ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Kwa tunapofanya hizi intervention tunasaidia kuongeza mtiririko kwa ajili ya kusaidia pia wananchi kupata maji kwa ajili ya kilimo kwenye mashamba yao, lakini pia kwa ajili ya kupata maji kwa ajili ya hifadhi ya Ruaha ambayo ni eneo muhimu sana kwa ajili ya sekta ya utalii pamoja na sekta ya uzalishaji wa umeme. Kwa hiyo maeneo haya mradi unayapa kipaumbele kwa ajili ya kuchochea uchumi wa nchi. Mnajua umuhimu wa utalii, lakini mnajua umuhimu wa umeme. Umeme ndio unaochochea shughuli za maendeleo, lakini umeme unaozalishwa kwenye bonde la Rufiji unatumia kwa kiasi kikubwa nguvu za maji. Kwa hiyo tunaita hydropower. Kwa hiyo kama unatumia nguvu za maji, kwa hiyo lazima uwe na vyanzo vilivyohifadhiwa viweze kukupa maji ya kutosha kwenye mabwawa ndio uweze kuzalisha umeme. Kwa hiyo mradi huu pia ni muhimu sana kwa wananchi, kwa maana ya kwamba utawasaidia kuweza kupata maji ya kutosha kwa ajili ya kilimo, lakini utawasaidia wananchi pia kupata maji ya kunywa. Kwa mfano, tuna shughuli za uchimbaji wa visima virefu kwa ajili ya matumizi ya maji mashuleni, kwenye zahanati na kwenye jamii. Lakini pia kwa jamii za wafugaji ambazo actually ndio zimeathirika sana na mabadiliko ya tabia nchi, tunachimba visima ambavyo vitatumika katika ujenzi wa mabirika ya kunyweshea mifugo. Kwa hiyo lengo hasa ni kuhakikisha kwamba tunaiondoa mifugo kando ya mito isiharibi vyanzo vya maji na kingo za maji, lakini pia wananchi wanapata maeneo mbadala ya kunyweshea mifugo.